Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche ameweka mkazo kuwa hakuna maridhiano yatakayoanza hadi pale mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu atakapoachiwa huru na vikao vya chama hicho kuketi na kutoa uamuzi. Heche ametoa msimamo huo leo Jumatano Julai 22 mwaka 2026 wakati akiongea na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, ambapo amesisitiza Chadema haitahusika katika meza ya mazungumzo yatakayofanyika bila kuwa na mpatanishi wa nje atakayekuwa katikati ya pande zinazozungumza. Maridhiano fake. Bahati nzuri mimi nilikuwa kwenye timu ya kilichoitwa maridhiano. Watu 5 tu. Nataka nirudie ambayo tumeyasema, na nashukuru mwenyekiti wetu amezungumza, mmesikia. Hakuna jambo la siri tutakalolifanya sisi. Mambo yanayohusu mazungumzo ya aina yoyote kuhusiana na kutatua mzozo mkubwa uliopo na mkwamo kwenye nchi hii ni mambo yanayohusu wananchi, sio mambo yanayohusu watu wachache. Na chama chetu kitayajadili kwa uwazi kwa wananchi kujua kila hatua inayoendelea. Cha kwanza tumesema, na ndio msimamo wa kamati kuu, hakuna mazungumzo yoyote yatakayoongozwa na mtu yoyote isipokuwa mwenyekiti mwenyewe awe nje. Kwa kama kuna njia ya kuanza kuzungumza, lazima kwanza mwenyekiti wa chama chetu mwenyewe awe nje na vikao videcide. Cha pili, hakuna mazungumzo tutakayozungumza bila mediator. Sasa juzi tumemsikia Wasira anasema hatutamwachia Lissu. Maana yake Wasira anaelekeza mahakama ya nchi hii nini cha kufanya. Kwa hiyo kauli tunailani na tunasema sisi hatutaenda kwenye mazungumzo ya aina yoyote tukiwa tumeshikiwa bunduki na tukiwa blackmailed. Kwamba blackmail si kufanya mambo ya kihunihuni, kutishatisha watu, kwamba twende kwenye mazungumzo tumepiga magoti. Hakuna mazungumzo yatakayofanyika bila mwenyekiti kuwa nje, hakuna mazungumzo yatakayofanyika bila watu kuwajibika, hakuna mazungumzo yatakayofanyika bila mediator, interlocutor ambaye atakuwa between ndio mazungumzo ya maana ambayo yametokea. Na kwa mara ya kwanza nimemsikia hata Dr. Bana ambaye ni very haijawahi kutokea, ni kitu cha kunani, amezungumza vizuri sana, na katika hilo mimi nampongeza. Kwa mara ya kwanza Benson Bana amesema vitu vya maana na watu wanapaswa kusikiliza.